Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae ndani yote. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana Mama Maria Mtakatifu, Bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, kuniombea pamoja kwetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Bwana Mungu wetu, utufanyizie tukuheshimu kwa roho yetu yote na kuwapenda watu wote kwa moyo mwema, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, anaishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Somo katika kitabu cha pili cha Samueli. Siku zile Mfalme Daudi alimwambia Yoabu, jemadari wa jeshi la askari, zunguka sasa katikati ya kabila zote za Israeli, tangu Dani mpaka Beersheba, ukawahesabu watu, nipate kujua hesabu yao ya watu. Lakini Yoabu akamwambia mfalme, Bwana Mungu wangu, waongeze watu na hesabu iongezeke mara 100, nayo macho ya bwana wangu yawaone. Ila kwa nini bwana wangu mfalme anatamani jambo hilo? Lakini neno la mfalme likamshurutisha Yoabu na maakida wa jeshi. Basi Yoabu na maakida wa jeshi wakatoka kwa mfalme kwenda kuwahesabu watu wa Israeli. Yoabu akamtolea mfalme jumla ya hesabu ya watu. Katika Israeli walihesabiwa watu wa vita wenye kuzoea upanga 800,000, na katika Yuda watu 500,000. Moyo wa Daudi ukapapa kisha kuhesabu watu hivyo, naye Daudi akamwambia Bwana, nimekosa sana kwa haya niliyofanya. Na sasa, Ee Bwana, ukubali kusamehe kosa la mtumishi wako, kwa maana nimefanya upumbavu kabisa. Kesho yake Daudi alipoamka asubuhi, neno la Bwana likamfikia nabii Gadi, mwonaji wake Daudi, likisema, nenda ukamwambie Daudi, Bwana amesema hivi, ninakutajia adhabu 3, ujichagulie moja katika hizo, nami nitakutendea hiyo. Basi nabii Gadi akamwendea Daudi akamwelezea, akamwambia, unataka ikufikie miaka 7 ya njaa katika nchi yako, au miezi 3 ya kuwakimbia adui zako, au wakikufuatia,
ndimi niliyefanya dhambi, ndimi niliyekosa. Lakini kondoo hawa walitenda nini? Namwomba Bwana mkono wake uwe juu yangu na juu ya nyumba ya baba yangu. Daudi akamjengea Bwana altare, akamtolea sadaka za kuteketezwa na sadaka za kuomba amani. Ndilo neno la Bwana. E Bwana, uondoe ubaya wa dhambi yangu. E Bwana, uondoe ubaya wa dhambi yangu. Heri mtu aliyeondolewa uovu wake, aliyefunikiwa dhambi yake. Heri mtu kama Bwana hamhesabii kosa, wala rohoni mwake hamuna udanganyifu. E Bwana, uondoe ubaya wa dhambi yangu. Nalijulisha dhambi yangu, wala sikuficha kosa langu. Nikasema, nitamuungamia Bwana uovu wangu, naye ukaondoa ubaya wa dhambi yangu. Kwa hiyo kila mwamini anayekuomba wakati wa shida, hata maji makuu yanapofurikisha, hayafiki kwake. E Bwana, uondoe ubaya wa dhambi yangu. Ndiwe kimbilio langu, wanikinga na mashaka, wanizungusha furaha ya wokovu. Mfurahieni Bwana, changamkeni enyi wanyofu, shangilieni enyi wote wenye moyo mnyofu. E Bwana, uondoe ubaya wa dhambi yangu. Kondoo zangu wasikiliza sauti yangu, asema Bwana, nami nawajua, nao wananifuata. Bwana awe nanyi. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Marko. Siku zile Yesu alifika katika mji wake, wafuasi wake wakafuatana naye. Siku ya Sabato iliyofuata akaanza kufundisha katika sinagogi. Watu wengi waliomsikia wakaona ajabu kwa mafundisho yake, wakasema, haya ameyapata wapi huyu? Na hekima gani hii aliyopewa huyu? Na miujiza mikubwa kama hii inatendeka kwa mikono yake. Je, huyu si yule mseremala, mwana wa Maria, na ndugu wa Yakobo na Yose na Yuda na Simoni? Nao dada zake si wako huku kwetu? Wakakwaa sababu yake. Lakini Yesu akawaambia, nabii hakosi kuheshimiwa ila katika mji wake mwenyewe na katika jamaa zake na katika nyumba yake. Naye hakuweza kufanya muujiza wowote hapo, ila alipofanya
aliwaponya wagonjwa wachache kwa kuwawekea mikono, akashangaa kwa ukosefu wao wa imani. Tushangilie neno la Bwana. Kristo wapenzi, ni kupitia siku chache tumekuwa tukifikiria zaidi juu ya historia ya taifa teule la Mungu, historia ya Israeli. Tulisikia zaidi namna gani kabila hili teule la Mungu liliweza kupitia changamoto nyingi. Walishambuliwa, wakaingia katika vita pamoja na jirani zao Wafilisti. Tulisikia namna gani Waebrania waliweza kuteketea katika vita mbalimbali walizopigana na Wafilisti. Hata walipokuwa wakijikuta nguvu zinakuwa ndogo, wakafikia mwisho wakakimbilia hata sanduku la agano, matumaini yao, uwepo wa Mungu katikati ya taifa lake, kusudi waone kwamba yule Mungu aliye katikati yao ataweza kupigania. Lakini mwisho pigo liliendelea kuwa kali, na hata sanduku hili la agano likaweza kutekwa nyara na maadui zao wakapeleka. Vita ziliendelea hata zikafikia katikati ya Israeli, katikati ya shabaha ya Daudi mwenyewe mfalme alipokuwa akigombana na mtoto wake mtatu ili aweze kuchukua utawala wa baba yake. Na siku ya leo tunafikia wakati tunasikia namna gani Daudi kama vile mfalme amekwisha tayari kunyakua ushindi wote, amekwisha kushinda adui zake zote, akaitawala nchi yote nzima ya Israeli na Yuda, akaweka amani ya kweli. Halafu hajachelewa, anasahau changamoto zote mbalimbali ambazo alizipitia, akaanza kushikwa na moyo wa kiburi, akaanza kushikwa na moyo wa majivuno mno. Halafu akaanza kufanya hesabu ya watu wake wote, watu walio chini ya utawala wake wote. Hili ni tendo ambalo kwa macho yetu, kwa sababu na sisi inafanyika hata katika nchi zetu mbalimbali. Hesabu za idadi ya wakazi ni ya kawaida, lakini kwake Daudi sio vile sisi tunawaza. Kwa sababu gani tunasema kwamba ni tendo la majivuno, ni tendo la kiburi? Ni kwa kuwa yeye aliposhikuta ameshinda vita, alianza kuwazia utawala wake, akaanza kuwazia nguvu zake, na alipofanya hesabu za watu hawa, alikuwa katika nia ya kujua nguvu zake, wala kuhesabu vipimo vya utawala wake, vipimo vya sekurite yake katika nchi yake, ajue idadi ya majeshi wake na nguvu zake. Yaani nguvu zake Daudi kama mwanadamu anazilinganisha na nguvu zake Mungu mwenyewe. Yaani anakuja kujitegemea na kujipiga kifua kuliko kuitumainia agano alilofunga pamoja na Mungu wake. Halafu tumesikia namna gani kupitia kosa hili ambalo amelifanya, Mungu amemtuma kwake
nabii Gadi amwambie ile kosa aliyoifanya kujitegemea mwenyewe kuliko kuendelea kumtumainia na kumtegemea Mungu wake. Halafu nabii Gadi anakuja kuweka mbele yake malipizi 3 ili yeye mwenyewe aweze kuchagua ile ambayo ataweza kupigwa nayo. Tunajua ukubwa wa Daudi, ni mfalme mwenye heshima na mwenye kitisho, lakini ukubwa wa Daudi haukuweza kuonekana katika hali ambayo tunaweza kusema kwamba hakuweza kuanguka katika dhambi siku moja. Hapana, lakini ukubwa wake umekuja kuonekana ndani ya unyenyekevu wake, ndani ya hali yake ya kutambua kosa na kuanguka kifudifudi na kuomba msamaha, kumwomba toba Mungu. Na kwa kuwa Mungu ni mwenye rehema, ni mwenye wema wote, aliweza kumwonea huruma Daudi, naye akamsamehe. Wandugu wapenzi, huruma ina nguvu nyingi, hata nguvu za kufuta kila kilema chote ambacho tunaweza kuamka ndani. Na sisi tuangalie, wandugu wapenzi, kulingana na historia ya Daudi, ni mara ngapi na sisi tunashikwa, tunaanguka katika minyororo ya kiburi, minyororo ya kujiaminia na kufuta Mungu katika maisha yetu. Tunategemea nguvu zetu, akili zetu, kuliko kutegemea wema na rehema zake Mungu. Wandugu wapenzi, na sisi tujichunguze, tutambue dhambi yetu, tujue nasi vile vile kuangukia kifudifudi Mungu. Wafaransa wanasema l'homme n'est grand qu'à genoux. Mwanadamu hakuna siku atakuwa mkubwa kila wakati katika moyo wa majivuno, katika moyo wa kujitika mwenyewe, katika moyo wa kiburi. Mungu atujalie neema ya kuepuka kilema hicho kikubwa. Atujalie moyo wa kujichunguza siku kwa siku, hatua kwa hatua. Tutambue siku zote mahali tulikoweza kufaulu kutenda yaliyo mema, na tuweze kutoa shukrani kwa hayo Mungu aliyotuwezesha. Na kila mahali kote tusikoweza kutenda yale Mungu